Katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa ulioendelea leo Septemba 26 mwaka 2025, makundi kadhaa ya wajumbe na viongozi waliondoka kwa ghadhabu wakati Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alipoanza kutoa hotuba yake. Kitendo hicho cha kuondoka kilikuwa na lengo la kuonyesha hasira kuhusu hatua za kijeshi za Israel huko Gaza ambazo zimekuwa zikikosolewa vikali duniani kote. Wakati Netanyahu alipoanza kuzungumza, baadhi ya nchi za Kiislamu na nyingine zilizo na msimamo mkali dhidi ya Israel walionyesha kukataa kwa kitendo hicho na kuondoka katika ukumbi wa mkutano. Maandamano haya ya kidiplomasia yalionyesha mvutano mkubwa uliopo katika jumuiya ya kimataifa kuhusu mgogoro wa Gaza na utawala wa Israel unaoendelea kutekeleza operesheni za kijeshi. Wakati huo, baadhi ya viongozi walikosoa vikali hatua za Israel kama ukiukwaji wa haki za binadamu na sheria za kimataifa, wakitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kuanza kwa mazungumzo ya amani. Hali hii inakuja wakati Israel inaendelea na mashambulizi dhidi ya maeneo ya Gaza ambapo mamia ya raia wamepoteza maisha yao kutokana na mapigano hayo. Viongozi wa nchi kadhaa walitumia fursa hiyo kuzungumza kuhusu umuhimu wa kuleta utulivu na kuanzisha mazungumzo ya amani ili kumaliza mgogoro huu unaoendelea kuwaumiza wasio na hatia. Hata hivyo, Israel imeendelea kutoa matamshi ya kujitetea, ikisisitiza kuwa hatua zake ni za kujihami dhidi ya mashambulizi kutoka kwa makundi ya wapiganaji wa Kiislamu. Mkutano huu wa Umoja wa Mataifa umeonyesha mgawanyiko mkubwa katika jamii za kimataifa kuhusu namna ya kushughulikia mgogoro wa Gaza, na kuna wasiwasi mkubwa kuhusu hatima ya raia wa Gaza na mustakabali wa amani katika Mashariki ya Kati.